Gold, mambo? Poa, karibu. Asante. Hivi una taarifa zote kuhusu wazazi wako? Taarifa na wazazi wangu? Kuhusu nini yani? Mimi sina taarifa yoyote kuhusu wazazi wangu. Wazazi wako wamepata ajali mbaya sana. Asilete msuguano, ndugu kwa ndugu watahasimiana, na marafiki watagombana, majirani hawatoelewana kabisa. Poa, karibu. Asante. Hivi una taarifa zote kuhusu wazazi wako? Taarifa na wazazi wangu? Kuhusu nini yani? Mimi sina taarifa yoyote kuhusu wazazi wangu. Wazazi wako wamepata ajali mbaya sana. Wazazi wangu wamepata ajali? Yaani mbona kama mimi sikuelewi hivi? Hivi ninavyokuambia, mahututi wote wamepelekwa Amana. Mbona kama sikuelewi, unanichanganya? Mimi sikuelewi. Inasemekana wamenusurika wachache sana, wengi wao wamekufa. Huyu mtoto ni mtoto wa hao wazazi waliofariki leo. Na ninavyokuambia ndio mtoto wa pekee katika familia. Vipi kwanza kichwa sasa hivi kinaendeleaje? Kichwa sasa hivi kidogo afadhali. Alafu unakula. Unajua mimi sipendi unakaa na njaa, utakonda. Hapa kwenye tu nimeshakonda. Nikonde mara ngapi? Na hata kama nikisema nenepa kwa la gani ambazo nilizokopa nazo mimi. Kwa maisha haya upweke na nenepa naanzia wapi? Bana mimi kwa sasa bado sijisikii kula, ila nitakula, lakini kwa sasa bado sipo sawa kabisa. Basi sawa, usipokula ingela. Alafu unajua leo mwenzio huko mitaani katika pita zangu unajua watu wanaongea sana. Maneno gani tena? Eti kwamba kifo cha baba na mama sio cha kawaida, ni mambo ya kishirikina. Kwenye mambo ya ushirikina siwezi kukataa sana, kwa sababu mamangu na babangu wana hizo mambo za ushirikina. Na pia walikuwa na ugomvi na mzee Bungabunga. Bungabunga? Ndio, mzee Bungabunga, na pia mzee Bungabunga ni mshirikina. Lakini ushirikina wake hawezi kufanya kitu chochote kama hujamchokoza. Kwa hapo ina maana wazazi wangu ndio wamemchokoza Bungabunga. Wenyewe ndio wameutaka. Japokuwa siwezi kumkufuru sana Mungu. Bungabunga hawezi kufanya kitu chochote kama hujamchokoza. Ukimchokoza yeye anakufanya mazima. Na ndio kilichotokea. Maana wazazi wangu mimi walimpoteza mtoto wa Bungabunga. Na ndio maana ametokea haya yote. Fika kabisa Bungabunga ndio amehusika kwenye hili jambo. Naogopa mwenzio. Ndio hivyo mipango ya Mungu tena.
lakini mi kwa sasa naogopa kuishi hapa peke yangu, maana najiona mpweke. Kwenye swala la kukaa peke yako, ni mama, baba na familia nzima tulikako wamekubali nije kukaa na wewe hapa. Hadi mama mkubwa amekubali? Amekubali ndio. Kwa sasa hivi tutalala tunamkoja na ndio sijai. Hapo sasa nimefurahi. Basi sasa hivi usipokula nitakuwa nakupiga hicho kitu. Sikio la kufa halisikii dawa, dawa. Usipoziba ufa utachachawa, chachawa. Sikio la kufa halisikii dawa, dawa. Baba, naona unataka kutoka. Mimi tunasema naenda mara moja. Wala sitachelewa kurudi. Na mtu anakuonana naye. Alafu narudi muda sio mrefu. Ila samani baba, nahitaji kuzungumza na wewe. Sawa, niko hapo. Hivi baba, wewe unachukuliaje swala la mama? Neno umelinyamazia kimya tu ulifuatilie. Na kati mimi kila siku ninakwambia kuhusu mama. Mimi kuishi hapa nyumbani peke yangu naona mpweke. Mariam, nikuombe kitu. Kwa sasa hivi swala la mama yako silifikiria kwanza. Nadhani kuna mambo hapo unayaona hapa yametokea. Umesikia habari za misiba, umesikia habari zote za fujo zinazoendelea. Hilo la kwanza. La pili, mama yako haiko nchini. Mama yako kaolewa Kenya na kaolewa kimya kimya. Taarifa hizi mimi nimezipata kwa watu. Sitaki kumfuatilia mama yako, sitaki kumsumbua mama yako. Ninachokiomba kitu kimoja tu mwanangu, kwa sasa kuwa mtulivu. Fikiria masomo yako. Fikiria namna gani utaishi. Fikiria mazingira ya hapa. Unanielewa? Sasa baba, unataka kuniambia mimi sitamuona tena mama? Mariamu, ninapozungumza jambo kama babako naomba unielewe. Nimekuambia mama yako hayuko nchini. Na kama kuonana naye, labda usubiri atakaporudi. Ndio unaweza kuonana naye. Au akipata fursa ya kukutafuta, utazungumza naye hata kwenye simu. Kwa sasa mama yako kurudi katika nyumba sahau. Ni kitu kisichowezekana. Ninachoomba kitu kimoja. Fikiria masomo yako. Fikiria namna gani utaishi kwenye haya maisha mengine. Kama ni mawasiliano na mama yako, subiri atakapokutafuta mwenyewe. Aidha akirudi atakuja atakusalimia au utakwenda utamsalimia, lakini kwa sasa mimi na mama yako tumeshaachana rasmi. Nakupa taarifa mwanangu ulijue. Usianze kufikiria vitu vingine, si mama yako yuko mbali. Angekuwa nakupenda angekupa taarifa kwa mwanangu mimi naondoka nafanya kitu kingine. Lakini kaondoka bila kukupa taarifa. Sasa unadhani hapo ni kweli kuna mapenzi? Tulia. Umeelewa? Sawa baba, nimekuelewa. Ila baba, mimi naomba jambo moja. Naomba nikaishi hata kwa mjomba. Maana hapa ndani nakaa mwenyewe, nashinda mwenyewe afu nakuwa mpweke. Wewe siku zote unachelewa kurudi. Mimi nahitaji basi nikaishi kwa mjomba kule kidogo nikacheze na Rabia. Huo upweke ambao unauzungumzia mwanangu ni swala la muda tu. Haya mambo yataisha. Umeelewa? Mimi babako nadhani unifahamu. Sina nongo na mtu mpaka nichokozwe. Sasa kaa fikiria masomo. Kama kuna jambo lolote mimi mwanangu tutaambizana. Ila sitaki nisikie unainua ngwala zako kwenda siku kwa mjomba wako gani sijui, siku kwa babu yako gani, siku kwa mama yako mdogo gani, siku kwa sitaki habari. Baki hapa. Fikiria jambo moja tu, masomo. Sawa, nimekuelewa. Nimekuwekea pesa hapo. Sasa tutaenda kuangalia mwenyewe nani kununua samaki, mboga gani. Nikute ugali. Aya. Usipoziba ufa utachachawa, chachawa. Sikio la kufa halisikii dawa, dawa. Usipoziba ufa utachachawa, chachawa. Mwambieni asilete mtifuano, mwambieni asilete msuguano. Ndugu kwa ndugu watahasimiana na marafiki watagombana, majirani hawatoelewana kabisa, hawataumana chumvi, utakuwa ugomvi, mara vile mara hivi hakutakuwa na maelewano. Mimi sikuelewi. Shida nini?
Kuna shida gani kwani? Yule ndo anahusika na vifo vya wazazi wangu. Wewe Ukimzungumzia Bunga, yule ndio Bunga mwenyewe. wewe acha masuala. Mbona afanani? Afanani? Sura sio roho. Usiba ufa utachachawa chachawa, mwambieni asilete mtifuano, mwambieni asilete msuguano, ndugu kwa ndugu watahasimiana. Nimekuja kuitika wito. Samahani Keshi, nimekuita, nataka kuna kitu tukizungumza. Kuhusiana na nini? Kuhusu kaka yako Bunga. Amefanya nini tena? Kaka yako Bunga nimesimamia na Fatuma wanaongea. Bunga anaongea na Fatuma. Wameanza nini kuongea? Hicho na mimi mwenyewe kimenistusha. Na mazungumzo yao wanaongea kuhusiana na nini? Bunga anataka amuoe Fatuma. Bunga anataka kumuoa Fatuma? Ndio. Na Fatuma amemjibu nini Bunga? Fatuma hakumpa jibu sahihi, hajamkatalia wala hajamkubalia. Kwa kofia, kwa sababu Bunga sio mtu mzuri. Kaka Bunga, mbona chukua tena vita nyingine mpya kabisa? Lile tulilimaliza, hii pia unailianza. Lakini kwa hili sitolikubali. Lazima nimuoe Fatuma. Hata mimi mwenyewe nimeliona hili. Ndio maana nikaamua nikuite tuje tushauriane tunafanyaje. Unajua Keshi, mimi naogopa kutokana na kaka yako na sifa mbaya. Hata mtaani unaona watu wanakufa ovyo. Kwa naogopa sija kanaribia familia yangu, hapo isitoshe huyu Fatuma mimi mtoto wa dada yangu. Kwa hiyo sasa anaweza akampoteza ikaja kuwa lawama kwangu. Kaa na kaka yako, mulizungumzie hili jambo. Uje unipe jibu ambayo liko kamili. Fatuma kaenda wapi? Fatuma nimemwagiza. Kuna kitu kaenda kumchukulia. Sawa, mimi nakusihi kwamba ondoa mashaka. Hili jambo nitalimaliza mimi mwenyewe kwa sababu mimi niko upande wako. Mimi mwenyewe niko upande wako. Nataka wewe ndio umuoe Fatuma. Kwa jitahidi kupambana ili umuoe. Mimi sitaogopa chochote. Ila nakusihi kitu kimoja. Naomba atakaporudi Fatuma, naomba aje nyumbani zungumze naye. Fanya kila njia nikutane na Fatuma leo. Mimi nitamwambiaje kwa? Nitahakikisha nisimkose Fatuma. Imeisha. Mimi napenda kuchezea hivi vidude. Hebu chuma mboga, acha uvivu. Mbona kwa mvivu? Na chuma. wewe tu mvu wako. Kula tunakula wote, kuchuma na chuma peke yangu. Hebu shika. Odi. Mbona kama kuna mtu anagonga? Karibu, tupo huku nyuma. Karibu. Naona mnawajibika. Ndio, tupo kwa bustani yetu hapa. Tunaangalia kutuachuma mboga. Aha. Basi sawa. Mimi nimepita hapa mara moja kuja kuwasalimia. Asante. Usijione kuwa mpweke. Watu ambao tuko karibu na wazazi wako hatutoacha kuwa karibu na wewe. Sawa. Tutakuwa pamoja na wewe, tutajumuika na wewe. Ikitokea tatizo lolote, basi nifuate, mimi nitakusaidia. Sawa, nashukuru. Kitu kingine nataka kufahamu. Bunga hapa amepita? Bunga? Hapana, hajapita. Ina maana hajaja kuwaona? Hapana. Sawa. Hii inaonyesha ishara tosha kwamba ni kawaida mbaya. Siku zote mbaya akishafanya tendo
lazima haone aibu kufika hiyo sehemu ambapo alipoharibu. Yataisha. Mimi ngoja nipite. Karibu tupo. Sawa. Karibu. Sasa umesikia? Huyu aliotoka hapa ndo mdogo wake mzee Bungabunga. Ndio. Toka nitoke. Sasa kama mdogo wake Bungabunga hapa amefuata nini? Amekuja kutoa pole jamani. Sasa mimi kwa ninachokumbuka ulisema kwamba baba yako na mzee Bungabunga walikuwa na ugomvi. Inakuwaje ndugu yake anakuwa na rafiki na baba yako? Hawaelewani, lakini huyu mzee aliotoka hapa na wazazi wangu mimi ni shirika moja kwenye uchawi. Maana huyu na kakake Bungabunga hapatani kabisa. Maana kakake yupo daraja la juu kwenye mambo ya ushirikina. Na Mbatasa ule Bungabunga haigawanyiki. Jeshi la mtu mmoja leo. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba huyu ni mchawi? Mchawi, gwiji la magwiji, usimuone hivyo. Afai hata kwa kulumangia. Ndio maana hata alivyokuwa anaongea hapa, nilikuwa natamani tu amalize kuongea aondoke. Maana ndio chanzo cha kuwa wazazi wangu. Mjini mbona unatisha kiasi hiki? Tena sana. Kwa staili sasa mnaishije? Ndio hivyo, sisi tumeshazoea mwana. Usijali, na utazoea tu. Uchumi mboga kama jua lija nini? Sawa. Mwambieni asilete mtifuano, mwambieni asilete msuguano. Ndugu kwa ndugu watahasimiana, na marafiki watagombana, majirani hawatoelewana kabisa, hawataumana chumvi. Uko wapi? Utakuwa ugomvi. Fanya haraka bwana, mimi na mambo yangu mengi sana natakiwa nikafanye. Yaani wewe tu ndio unanisubirisha hapa. Wow. Ili mradi mtifuano, sikio la kufa alisikii dawa, usipoziba ufa. Kaka, nimekutana na Bungabunga. Nimeogopa. Sasa kilichokufanya uogope ni nini hapo? Yule pale si alikuwaga ananitaka zamani. Kwa hiyo tulipokutana alikuwa ananiangalia sana. Sikia dada, wewe ni mtoto wa kike, si unaelewa? Kwa hiyo lazima utakwe. Wewe unafikiri usipotakwa wewe nani atatakwa? Hivi wewe kaka, amefanya balaa la kwa watu wawili. Hivi wewe unaweza kweli? Sasa, kwani katika hao watu wawili ambao waliuawa na wewe ulikuwa? Hapana. Inawezekana ni miongoni na mimi pia. Sikia, unajua katika maisha upasi kuwa na chembe yoyote ya uoga. Unaporuhusu uoga wowote katika maisha yako, basi atakuja kusambaratisha mafanikio na ndoto zako zote ambazo unaziwazia. Mimi sitaki mtu muoga katika maisha yako. Hebu nenda ndani. Usipoziba ufa utachachawa, chachawa. Mwambieni asilete mtifuano, mwambieni asilete msuguano. Ndugu kwa ndugu watahasimiana, na marafiki watagombana, majirani hawatoelewana kabisa, hawataumana chumvi. Utakuwa ugomvi, mara vile mara hivi, hakutakuwa na maelewano, hawataumana chumvi. Utakuwa ugomvi, mara vile mara hivi, ili mradi mtifuano, hiyo la kufa alisikii dawa. Habari yako dada? Karibu. Samani, nimemkuta Dorin. Yupo, ngoja nikuitie. Dorin. Abe. Kuna mgeni wako huku. Sawa, nakuja. Sawa. Karibu. Dorin, samani, nimetumwa zana zile. Na mzee nani?
Mzee Majoe. Ya sawa dakta, nimetumwa na msemaji wake. Basi sawa, nakuletea. Sawa, haina shida. Ngoja nichukue. Samani dada. Bila samani. Nakona huu mtaa mgeni eh? Mimi ni mgeni naishi hapo kijiji cha pili. Na mimi nakuona, maana sijai kukuona. Lakini usijali, karibu, sisi ndo wenyeji. Asante. Karibu sana eh? Asante. Haya, sawa.